kama saa hii tunataka kuangazia kwenda mbele. Kwa sababu kama wale wanachama katika Jubilee ambao wamekuwa nominated, kama tungetaka kufuata huo mtindo tungewafuatilia wote mbali, tuandikia IBC watoe wote alafu tu nominate wengine wapya, mambo kama hayo. Lakini hatutaki kujiingiza kwa vita hivyo saa hii, kwa sababu mahali tuko wakati huu, yale nchi yetu inataka ni kwamba tutafute na tufanye kile tutakachoweza kuja pamoja, na tuwe tumesoma yale kupitia kwa viongozi wengine wetu vile wanavyo fanya. But hiyo pia nayo it's sending mixed signals. Hapa kuna chama cha Jubilee kinasema tuko katika upinzani. Hawa ni wajumbe wako kwenye serikali na ni members wa chama, na pia tunaona chama ni kama hakijawahi thubutu kuchukua hatua yoyote. Kulikuwa na this nominated MP mwenye alikuwa kwenye chama cha UDA, sijui alionekana kwa mkutano wako, na unaona chama cha UDA kilikimbia sana kikamuondoa kwa sababu ili ijulikane, ili ikuwe wazi. Gatonye, nikwambie tu kweli, huo mpango wa wajumbe wa bunge hasa wale ambao wako nominated kuingiana na serikali ya UDA ilikuwa baadhi ya yule mpango wa kuhujumu na kukisambaratisha chama cha Jubilee. Sure. Na ni hawa viongozi wa UDA wako serikali ndio wamefanya njama za kuhujumu chama cha Jubilee. Tungeamua sisi wenyewe kama Jubilee, sababu hiyo ni rahisi, kwanza mpango wa kuwatoa wale wote. Okay. Akina Mheshimiwa Sabina Chege na wengine, lakini hatutaki kwenda pande hiyo sahihi. Kwa sababu ni vizuri tuseme ukweli. Tukianza kuzingatia maneno kama hayo, wakati wetu mwingi utaenda kwa fitina na mambo ambayo hayafai. Tuko chini ya miaka 2 kutoka kwa uchaguzi wakati huu. Tunataka sisi kujenga chama. Okay. Na tumesoma kutoka kwa hiyo lesson. Haya maneno ambayo yalifanywa ya ilielekea Jubilee kwenda kotini, ilielekea Jubilee kusambaratishwa na kusumbuliwa na kila kitu. Hii yote ni mipango ya serikali ya kuhujumu chama cha Jubilee na vyama vingine, kwa sababu wao hawaamini multi-party democracy. Wanataka kwamba shida ikitokea ndio watakuwa na nafasi ya kuongoza bila kuulizwa maswali. Sasa unajua uongozi nao pia unahitaji kila wakati utafakari maneno, ujiulize wewe mwenyewe unataka kwenda namna gani mbele. Secondly, we are not intolerant. Sisi hatutaki kufanya yale maneno ya tunaona wengine wanafanya ya aibu. Okay. Kwa sababu ni vizuri vile unasema yule Senator Uruoba, Gloria Uruoba, alikuja kunilaki tu wakati nilikuja kutoka nje. Hakujiunga na chama changu. Kwanza wakati huo mimi sikuwa na chama, sikuwa nimeingia kwa chama. Hakuja kunilaki and so on. Lakini unajua viongozi wale ambao wako na yeye, walikuwa na yeye katika chama chao, ni viongozi wako na chuki na viongozi ambao wanachukia watu wengine, wanadharau wengine, wanadharau makundi mengine katika jamii yetu ya Kenya. Wakafanya namna hiyo. Sisi hatutaki kwenda pande hiyo. Okay. Tumeamua kwamba hata wakati tunakuwa na shida kama hizi katika chama, kiongozi wetu ameamua kwamba na sisi tunamuunga mkono, tutaendelea kupiga hatua kwa hatua. Wakati mwingine tunazungumza na wengine, wakati mwingine because hatutaki kuonyesha intolerance. Ukifanya hivyo utatumia wakati wako wote kwa vita. Okay. Na sasa unajenga chama namna gani na huko kwa vita na kila mtu, tutoe huyu, tutoe yule mwingine, tuende tutafute kanini keka, tuende kumtoa, tuende tutamnani. Hiyo ni kitu inatupotezea wakati. Okay. Wacha sisi tujenge chama, tuongee na wale wengine. And in any case, by the way, huwezi kuwa eti unaweka watu pamoja kwa sababu mnakubaliana kwa kila jambo. Kuna wale watu ambao utawasawishi na mtakuwa pamoja hata kama wako na mawazo tofauti na wako na mafikira tofauti. Hii ni demokrasia, na demokrasia hii ni safari ndefu. Okay. Mimi kwanza vile nimezungumza na viongozi wengine wa Jubilee, tuko tayari, tunazungumza na wengi na napata almost every day kiongozi ambaye alikuwa Jubilee ameenda, wengine juzi nimekuwa Naivasha nakutana na viongozi wengine MCAs ambao walitoka Jubilee wakaenda kwingine, wakasema tulikosewa wakati wa nomination lakini tunataka kurudi. Mimi nawaambia karibu nyumbani. Okay. Tufanye kazi na wale wengine. Sababu hatuwezi kujenga nchi kama hatuwezi kuvumiliana, na hatuwezi kustawisha chama kama kila siku ni vitina. Okay. Sasa hata hao
tutawaongelesha na tutawasawishi. Tunaamini kushawishiana sisi kwa sisi wenyewe